Nikukaribishe katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ambapo tayari kimeshaanza baada ya kujua kile ambacho kimeandikwa katika magazeti kwa siku hii ya leo, ambapo alikuwepo hapa Goodluck Paul akiweza kujuza kile ambacho kimeandikwa katika magazeti kwa siku hii ya leo, ikiwa sasa ni sehemu nyingine tena ya kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ambapo tunakuwa na Jahara, na siku ya leo tutazungumzia mada ambayo inakwenda kwa jina la soko la wazi, na utakuwa nami Shaaban Maulidi, lakini vile vile nitakuwa na wageni wangu hapa Dr. Vicensia Shule ambaye ni mratibu wa soko la wazi, lakini vile vile ni mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nitakuwa naye hapa, lakini vile vile nitakuwa na Eva Kileo ambaye yeye ni maarufu kwa jina la Mzungu wa Kichaga. Tutakuja kujua hapa ni kwa nini ameamua hasa kujiita Mzungu wa Kichaga. Na wageni wangu karibuni sana. Asante. Na habari za asubuhi. Njema kabisa. Majukumu yanakwenda. Nashukuru Mungu. Naam, Dr. Vicensia Shule, tunazungumzia kuhusiana na soko la wazi. Labda kabla ya kwenda mbali zaidi, nataka kufahamu tafsiri ama maana ya soko la wazi nini? Soko la wazi ni dhana ambayo tunaitumia katika kuhakikisha kwamba tunawaleta pamoja wakulima, wafugaji, wavuvi na wawindaji, yaani zile sekta zote ambazo ziko kwenye kilimo pamoja, ili waweze kuonesha bidhaa zao ambazo wanazalisha na pia kuziuza. Lakini pia kwa upande mwingine, wale ambao tunatumia bidhaa za kilimo, uvuvi, ufugaji au zinazowindwa, tupate fursa ya kukutana na wazalishaji, tufahamu zaidi kuhusu bidhaa wanazozalisha, lakini pia kupata elimu kuhusu bidhaa hizi. Na soko la wazi kwetu sisi tulilianzisha kwa sababu kama Mkulima Market ni chapa ambayo inafanya kazi kubwa kwenye maeneo ya masoko ya bidhaa za kilimo. Tulitoa hii fursa ya masoko ya wazi ili sio tu kwamba tunaenda kuuza bidhaa hizo kwa watu, lakini wale wazalishaji wawe sehemu ya kuuza bidhaa zao, na pia wawe katika sehemu ya kupata mitandao mipana zaidi ya kuweza kusambaza bidhaa zao wanazozalisha. Naam, hiyo ndiyo tafsiri ya soko la wazi. Na labda wazo hili ulianzisha mwenyewe ama lilitoka wapi mpaka tukawa na soko la wazi? Wazo hili lilitokana na watu wengi ambao tunafanya kazi kwenye hii Mkulima Market. Wengi ni wasanii, wabunifu. Kwa hiyo tuliangalia ni namna gani tunaweza kutumia ubunifu wetu kwenye masuala labda ya filamu, kwenye masuala ya kuigiza, kwenye masuala ya kutoa elimu jamii, kwenye masuala ya kuragibisha, katika kusaidia sasa sekta nyingine. Yaani tutoke ndani ya sekta ya sanaa twende kwenye sekta nyingine, namna gani sasa sanaa inaweza kutoa fursa kwa sekta nyingine kuweza kukua. Kwa hiyo lengo letu lilikuwa hilo. Kwa hiyo mara zote tunachofanya sisi ni kutumia ujuzi wetu kuwasiliana zaidi, kufungua fursa za masoko zaidi. Na hiyo imetusaidia sisi kuweza pia kuwaibua wazalishaji wengi, kwa sababu unafahamu wasanii wetu sisi kazi yetu ni kuwasiliana na hadhira. Kwa hiyo tunatumia mbinu zile ambazo tunawasiliana na hadhira. Sasa tumekwenda kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo tulianza mwaka jana, na kama mwezi wa 6 wazo tulianza kulijenga mwezi wa 6 mwaka jana, tukaendelea kwa sababu mara ya kwanza kabisa tulitaka kutumia mtandao kama jukwaa la kuuza bidhaa. Unapozungumzia mitandao unamaanisha ni mtandao wa kijamii ama mitandao gani? Mitandao yote, mitandao ya kijamii na mitandao mingine ambayo inatumia teknolojia za mawasiliano. Ndio tulikuwa tunataka kufanya hivyo. Lakini tukapokea ushauri ambao naamini ulikuwa mzuri kipindi kile kutoka kwa alikuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, Humphrey Polepole. Akasema kwamba kwa namna ambavyo anafahamu wananchi wa Tanzania na kwa namna anavyofahamu mazingira ya miji yalivyokaa, kwa maeneo ya miji ni vizuri tukaanza na masoko ya wazi, ili watu wakishafahamu zile bidhaa ni rahisi sasa kumuuzia mtu kwa kutumia mtandao, kutumia WhatsApp, kutumia Facebook, Instagram, Twitter na vitu kama hivyo, akishamfahamu mzalishaji. Kwa hiyo tukafanya soko la kwanza mwaka jana mwezi wa 12. Kwa hiyo ilikuwa pia ni fursa sisi sasa kuanza kujifunza namna bora ya kuendesha haya masoko ya wazi. Kabisa, na nitarejea kwako baadaye. Labda nikija kwa Eva Kileo, kwanza tuanze hapa kwenye ile jina la Mzungu wa Kichaga. Ni kwa nini imekuwa hivi? Mzungu wa Kichaga limekuja baada ya mimi katika mazingira ninayofugia huko Kigamboni.
watoto wa majirani katika eneo wanalofugia. Muonekano wangu wa mara ya kwanza katika lile eneo la Kigamboni walizani mimi ni mzungu. Hivyo basi wale watoto walikuwa wananisalimia shikamoo mzungu. Nikamwambia la hasha, mimi sio mzungu, mimi ni Mchaga tu wa kawaida hapa Tanzania. Akaambia hapana, basi utakuwa mzungu wa Kichaga. Kwa hiyo kuanzia hapo lile jina likabaki kuwa mzungu wa Kichaga. Eva Kileo ambaye pia ndo mzungu wa Kichaga, umekuwa ukishiriki katika soko la wazi. Labda ni kitu gani hasa ambacho kiliweza kukusukuma wewe mpaka kuweza kujiunga katika soko la wazi? Mimi hapa binafsi niliweza kujiunga kwenye soko la wazi la Mkulima Market kutokana na maonyesho yale yanauza vitu mbalimbali ikiwemo mifugo pamoja na chakula. Hivyo basi mimi nikiwa kama ni mfugaji wa kuku wa kienyeji aina ya broiler, niliona ninafaa na ninaweza kukaa katika ile soko la Mkulima Market kwa sababu ninafuga kuku wa kienyeji aina ya broiler na kuku wa kienyeji huwa wanapendwa sana. Hivyo basi nafasi yangu kwa sasa kwa wakati huu ilikuwa ni kujiunga katika soko la Mkulima Market. Na umejiunga ukiwa kama mfugaji, na vipi baada ya kujiunga wewe pale, mambo yanakwenda vipi kwa upande wa kazi yako ile ya ufugaji yenyewe? Labda niseme kwa mfano hivi nilivyo hapa hivi sasa hivi, ni Mkulima Market imenifikisha hapa. Toka nimejiunga kwenye soko la wazi la Mkulima Market sijajutia hadi leo, kwa sababu nimekuwa na mauzo mazuri, nimefahamika kwa kiasi kikubwa, na mtu kifahamika basi ndio hivyo unavyoweza kuuza vizuri zaidi. Kabisa. Nikirejea kwako Dr. Vicensia Shule, nimepata kudokezwa hapa kwamba soko la wazi huwa linafanyika chuo pale. Ni kwa nini mliweza kuchagua chuoni kama sehemu ya kufanyika kwa soko la wazi? Lengo la kupeleka soko la wazi eneo la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam lilitokana na ukweli kwamba sisi tunalenga tabaka la kati. Kwa sababu tulichokuwa tunajiambia ni kwamba uwezo ukaanzisha soko la kuuza bidhaa hizi alafu ukalipeleka kwenye eneo ambalo watu hawana kipato cha uhakika. Maana yake ni kwamba wazalishaji kama Eva watapata shida sana kuuza bidhaa zao. Kwa hiyo tulichagua Chuo Kikuu kama eneo la kwanza la kufanyia utafiti. Je, inawezekana? Kwa sababu tunafahamu kwamba Chuo Kikuu pamoja na kwamba angalau watu wengi ambao wako kwenye ile jamii na jamii nao wazunguka wengi ni waajiriwa. Kwa hiyo angalau kila mwisho wa mwezi wana kipato wanachokipata mwisho wa mwezi. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni watu ambao wanaingia ofisini asubuhi, wanatoka jioni. Hawana muda wa kwenda sokoni kuanza kuchagua hizi bidhaa. Kwa hiyo tunapowapa fursa sasa ya kuwaletea soko karibu, wao wanapata nao nafasi ya kuanza sio tu kwenda kununua, lakini ni kupata elimu. Kwa sababu kama Eva alivyosema, unapokuja kuuza utauza vizuri watu wakifahamu. Kwa hiyo kwa mfano Eva amekuwa mara zote akileta bidhaa yake, sio anaileta sokoni tu anaacha, hapana. Anafika pale, anawaelezea watu. Na inawezekana kabisa kwamba sio tu kuelezea, anawaonesha namna gani ambavyo anazalisha wale kuku wake tangu kuanzia wanapototolesha mayai mpaka anapata vifaranga, anawalisha nini na wanakuaje. Na uzuri ni kwamba sisi kama Mkulima Market ambao tunaendesha haya masoko ya wazi, tunafanya kitu kingine tunaita Mkulima Elimu, ambacho Eva amekifanya vizuri zaidi. Kwa sababu kila mwisho wa mwezi sio tu kwamba maonesho yakiisha basi, soko likiisha basi, hapana. Kuna shughuli mbalimbali tunafanya hapo katikati. Moja wapo ni hiyo ya kutoa elimu. Kwa hiyo kila mwisho wa mwezi, kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, Mzungu wa Kichaga amekuwa anaendesha madarasa sasa ya kufundisha watu wengine ambao wanataka kujifunza kufuga kuku, namna bora ya kufuga kuku. Na labda kwenye upande wa hayo madarasa ama hiyo elimu ambayo anakuwa anatoa hapa Eva, labda nimuulize tu Eva mwenyewe kwamba hiyo elimu ambayo unaitoa ni baada ya wewe kuwa umeanza kuwa unafuga, ama pia soko la wazi waratibu wake pia waliweza kukupa elimu fulani ukaona wagawia na wengine? Labda niseme kwamba elimu hii ya ufugaji wa kuku wa kienyeji nimeanza kutoa pale nilipoingia Mkulima Market au soko la wazi. Kutokana nilipoanza kuingia kwenye Mkulima Market, jina langu lilikuwa kwa kasi kubwa. Hivyo basi watu wengi kwa mfano wana mitaji ya kutosha, wana maeneo ya kutosha, lakini hawajui wapate wapi ujuzi. Hivyo ikafika mahali kila mtu anataka nimpe elimu kwa muda wake yeye. Ikanibidi sasa siwezi kufundisha mtu mmoja mmoja, na watu wameshaongezeka.
Kwa hiyo kama washauri au wanaohusika na Mkulima Market, mfano Dr. Vicensia ukanishauri basi nianzishe darasa ambalo nitawasaidia kuwapa ujuzi au kile nilichonacho mimi kuweza kuwafundisha ili kuweza nao kupata elimu na kuanza katika mambo ya ufugaji. Na hapo pia katika swala zima la kufanyika pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Vicensia Shule, umezungumza inafanyika pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na umewataja watu ambao wako pale wengi ni wafanyakazi ama waajiriwa, lakini vile vile chuo kikuu pale kuna wanafunzi. Ushiriki wa wanafunzi katika soko la wazi upo vipi? Tunachoshukuru sana ni kwamba kama unavyofahamu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nacho kina ndaki ya kilimo COAF, ambao tangu tumeanza tumekuwa tunashirikiana nao. Kama nilivyosema, lengo sio tu kupeleka bidhaa sokoni na kuziuza, hapana, ni kuweka nguvu za pamoja baina ya wanaofundisha masuala ya kilimo, uvuvi, ufugaji na uwindaji pamoja na wazalishaji watarajiwa ambao sasa ni wanafunzi. Kwa mfano unakuta pale kuna bidhaa za wanafunzi zinaletwa sokoni, wanaotengeneza asali, wanauza bidhaa nyingine zinazotokana na nyuki. Hao ni wanafunzi wenyewe. Wapo wanafunzi na wapo waliomaliza wanafunzi ambao wana kampuni zao. Kuna ambao wanazalisha vifaranga wa samaki. Kwa hiyo wale wote wanaletwa pamoja kwa lengo la kuhakikisha kwamba kunakuwa na muunganiko. Sio tu kwamba elimu inatolewa chuo kikuu ni ya nadharia, hapana. Ni kuonyesha kwamba nadharia hizi tunazozifundisha pia zinafanyika kwa vitendo. Na ndio liliokuwa pia dhumuni kuu la kupeleka soko la wazi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kuwaleta pamoja wataalamu wa kilimo walioko chuo kikuu, wakutane na wazalishaji ambao sio wanafunzi au wataalamu kutoka chuo kikuu, pamoja na wanunuzi au wateja wa bidhaa zinazozalishwa, ili kuweza kuona mapungufu yalipo na kuweza kujengea uwezo. Kwa hiyo katika mchakato huo tumeona vitu vingi ambavyo vilijitokeza. Moja ilikuwa ni swala la elimu. Kwa hiyo unafahamu kwamba chuo kikuu walimu hawezi kwenda kufundisha kila mahali. Kwa hiyo ile nafasi ambayo ingetakiwa elimu ikatolewa katika ngazi ya jamii, wanafanya kina Eva Kileo na watu wengine ambao katika kwa mfano Eva Kileo anafanya kwenye eneo la kuku, kuna Happy anafanya kwenye masuala ya samaki, na wengine wanafanya kwenye nyuki, wengine kwenye sungura. Kwa hiyo bidhaa mbalimbali, wengine kwenye uchakataji na ufungashaji wa bidhaa. Kwa hiyo elimu inaendelea kutolewa. Kwa hiyo tunapokutana, kwa mfano kama mwaka huu tunakutana tarehe 20 hadi 23 Disemba. Ni Jumatano, Alhamisi, Jumaa na Jumamosi kabla ya Christmas. Ni kwamba tunakutana muda ule kwenye soko la wazi. Sio kwa bahati mbaya. Moja ni kwa sababu kuna sikukuu kubwa inakuja. Unapokuwa na sikukuu, Watanzania wengi ndio wananunua bidhaa. Kwa hiyo ukiweka soko karibu na sikukuu, wazalishaji kama mzungu wa Kichaga lazima watauza, kwa sababu watu wana uhitaji wa kununua bidhaa ile kwa wakati ule. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili ni lazima uweke mahali ambapo wafanyakazi wengi wameshapokea mishahara, kwamba tukubaliane kwamba uchumi wa Tanzania umebebwa kwa kiasi kikubwa sana na wafanyakazi. Kwa hiyo unapoweka soko la wazi, ni lazima uangalie hivi vitu vikubwa viwili, wakati muafaka wa kuliweka, watu wakiwa wanataka kununua, lakini pia wawe wamepokea mishahara. Kwa hiyo tarehe 20 tunafahamu kwamba kwa mara nyingi kwa serikali kuu, wafanyakazi wanafanya serikalini, kuanzia tarehe 20, 21, 22 mishahara imeshatoka. Lakini katika sekta binafsi kuna utamaduni tu kwamba mwisho wa mwaka ule mshahara wao unatoka mapema kidogo. Kwa hiyo tunajua kabisa kuanzia tarehe 20, 21, 22, 23, kwa zile siku 4, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Disemba, lazima watu watakuwa na kipato. Kwa hiyo manunuzi yatakuwa. Kwa sababu siku hizi hatufanyi tena maonesho ya kuonesha. Tunafanya maonesho ya kuonesha na kuuza. Yaani fahamu tunafuga broiler vipi, tunamlisha vipi huyu kuku, na ana virutubisho gani ndani ya mwili wako na ubora wake ukoje, ili uweze sasa kumnunua. Na umezungumzia hapa kwamba yamekuwa yakifanyika haya maonyesho. Labda nataka kufahamu tangu mmeanza mpaka sasa hizi mmeweza kufanya maonyesho mangapi? Mpaka sasa hivi tumefanya masoko ya wazi 4. Kwa hiyo hili linalofanyika sasa hivi ni la 4. Kwa hiyo tulianza la kwanza lilikuwa mwaka jana tarehe 20 na
20 mpaka 23 Disemba. Tukafanya jingine mwezi wa 4 kipindi cha Pasaka. Tukafanya jingine mwisho wa mwezi wa 8, mwanzo wa mwezi wa 9 ilikuwa sikukuu ya Idi. Alafu sasa tunafanya tena karibu na sikukuu ya Christmas, mwaka mpya. Kwa hiyo utaona kwamba sisi tunachojitahidi kuhakikisha soko la wazi linafanyika ni kwenye zile sikukuu kubwa ambazo watu wanasukumwa na familia zao. Watoto wako nyumbani, wanataka vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo wazazi wanalazimika kununua. Lakini pia iwe mwisho wa mwezi. Na mtazamaji wa Mlimani TV, ni Dr. Vicencia Shule huyo pamoja na Eva Kileo ama mzungu wa Kichaga ambao tuko nao hapa tukizungumzia kuhusiana na soko la wazi. Bila shaka mpaka sasa hizi utakuwa umeshafahamu mambo mengi kuhusiana na soko la wazi, lakini vile vile utakuwa umefahamu msimu ambapo huwa linafanyika hili soko la wazi, ikiwa wanalenga sana kipindi cha sikukuu kile. Unajua kipindi kile hata pia familia, watoto pia wanakuwa wanatarajia mambo mazuri kutoka kwa wazazi wao. Bila shaka itakuwa ni wakati mwafaka. Lakini pia nikiendelea kutaka kufahamu kuhusiana na hili soko la wazi, miaka awamu zote hizi 4 mmefanya katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pale. Mara zote tumefanya katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na tumekuwa na maombi mengi sana ya kufanya nje ya Dar es Salaam. Lakini kama unavyofahamu ni kwamba unapofanya soko la wazi kuna taratibu nyingi zinahusika. Kwa mfano, sisi tunafanya masoko haya kwa kushirikiana na serikali ya mtaa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sio tu kwamba utawala wa chuo kikuu cha Dar es Salaam unatupa nafasi, lakini pia tunafanya kazi na serikali za mtaa, kwa sababu linaenda kufanyika kwenye mtaa ambao wakazi wanakaa. Kwa hiyo tunakaribisha sana watu ambao wanaamini kwamba tunaweza kushirikiana nao katika kufanya haya masoko kwenye maeneo yao, kwa sababu sisi inatupunguzia nguvu nyingi tunapoalikwa, kwa sababu tayari kunakuwa na nia ya sisi tupeleke soko pale. Kwa hiyo hata ule utaratibu wa kupata vibali vya kufanya soko katika maeneo hayo unakuwa na urahisi fulani. Kwa hiyo na sisi tunafanya kwenye maeneo ambayo tunaamini kwamba watu wanaelewa, watu wana haja na huduma tunayoitoa, kwa sababu kwetu sisi hii ni huduma. Kwa sababu pia hatutoi huduma tu ya soko. Yaani unapokuja kwenye ile soko la wazi, pamoja na kwamba utakuta wazalishaji wengi, kwa sababu sisi karibu kila soko tunakuwa na wazalishaji wasiopungua 60. Kwa hiyo ni karibu katika masoko haya tuliyofanya ni karibu zaidi ya wazalishaji 150 tumewaibua. Mzee mzungu wa Kichaga akiwa mmoja wapo. Wako zaidi ya 150 ambao tumewaibua, ambao ni wazalishaji walikuwa wadogo ambao sasa biashara zao zimekuwa. Kwa sababu tunapokuwa na ile soko la wazi, tunataka mtu akiingia pale asitoke bila chochote. Kwa hiyo hata ukija na mtoto, kuna eneo tumeteka kwa ajili ya michezo ya watoto. Kwa unaweza kumwacha mtoto anacheza, ukapita ukafanya manunuzi yako. Lakini pia wale wazalishaji wanapokuja pale wanapata elimu mbalimbali. Masuala ya ufungashaji, wafungashe vipi bidhaa zao. Masuala ya kutengeneza chapa, branding. Namna gani watakuza chapa zao kama mzungu wa Kichaga alivyoweza kukuza chapa yake. Lakini pia wale wazalishaji wanapokutana pale ni kupeana taarifa, kutandaa na kuambiana, unajua mwaka jana tulifanya hivi, nimefanya hivi, kupeana taarifa, kwa sababu biashara yote ni taarifa. Lakini pia ni kuwapa moyo kwamba siku moja nao watakuwa wazalishaji wakubwa. Kabisa. Dr. Vicencia, nitarejea kwako. Sasa ni hamii sasa kwa Eva Kileo, mzungu wa Kichaga. Nataka kufahamu kwanza, kabla ya hili soko la wazi, ulikuwa tayari na shughuli yako ya ufugaji? Ndiyo, tayari nilikuwa na shughuli yangu ya ufugaji, na soko langu kubwa nilikuwa nimeleka katika mitandao ya jamii. Mitandao ya kijamii. Yes, mfano Instagram, Facebook, na pia kwa natumia WhatsApp sana na message za kawaida. Lakini ilipotokea Mkulima Market, nikabezi tena kwenye Mkulima Market. Labda kabla, yani kipindi unafanya ile shughuli yako ya ufugaji mwanzoni na kipindi unakwenda kujiunga hapa kwenye Mkulima Market, nataka kufahamu kuna tofauti gani kipindi kile unafanya kabla ya Mkulima Market na baada ya kuingia? Tofauti ni kubwa sana. Ambayo ni ipi? Kwa mfano, nimepata mafanikio makubwa sana kutokana na mimi sasa hivi siwazi tena kwamba nikifuga sasa hivi naenda kuuzia wapi. Hapana. Nafahamu kabisa nikitoka kufuga soko langu liko wapi.
Kwa hiyo mimi nikitoka kufuga najua napeleka bidhaa yangu Mkulima Market. Kwa mfano kama sasa hivi nikiingiza bidhaa shambani, najua bidhaa hii ni ya mwezi wa Disemba. Nikiingiza bidhaa hii najua hii hapa nitaiuza Pasaka. Naenda kuuzia wapi? Mkulima Market. Kwa hiyo mtu yoyote, sio mimi binafsi au mtu yoyote ambaye anaona ana bidhaa ya kilimo ya ufugaji, basi akaribie kwenye Mkulima Market, soko la wazi ambalo linatija sana na linaleta changamoto nzuri katika swala nzima la maendeleo. Lakini mbali na Mkulima Market pia huwa unafanya kwa sehemu nyingine pia, au ni pale pale tu? Tofauti na hapo, baada ya kutoka Mkulima Market, yale maonyesho yakisha, bado naendelea kuuza mitaani, masokoni, kila mahali, hata kwa watu binafsi, kwa sababu sio kuku tu, bado nauza mayai na nauza kuku, nauza pia na vifaranga, nauza pia na mbolea, na vile vile natoa hiyo elimu kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, ambapo pia hiyo elimu imekuwa sasa hivi ni kubwa kiasi ambacho watu wanatoka mikoani hadi nje ya nchi kuja kupata hiyo elimu. Nataka kufahamu hapo kuhusiana na watu wa mikoani, labda kwa njia ya mitandao ile ambayo ulikuwa unafanya awali, labda ilikuwa inakusababisha unapata wateja kutoka kule, lakini soko la wazi ama Mkulima Market mara nyingi inafanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, haiendi mikoani. Vipi wateja wako wa mikoani wenyewe unahudumia vipi? Wateja wa mikoani na wahudumia vizuri sana, kwa sababu tunawasiliana nao kwa njia ya simu na vyombo vya kusafirisha ile bidhaa. Vyombo hivyo viko vingi. Kwa mfano tunatumia mabasi, tunatumia ndege, tunatumia magari ya watu binafsi. Inategemea huyo mtu anataka mzigo aina gani. Inategemea anataka mayai au anataka kuku au anataka kuku waliochinjwa, inategemea na huyo mtu mwenyewe amejipanga vipi, lakini bidhaa zinawafikia vizuri sana. Naam, Dr. Vicensia, nataka kufahamu pia kuhusiana na hili swala la mikoani. Mna mpango pia kuelekea huko? Tumejitahidi sana kufanya kwenda kwenye mikoa ya karibu. Kwa mfano tuko mkoa wa Pwani. Tunatoa elimu, tunashirikiana na wazalishaji walioko pale. Lakini pia tumeweza katika soko letu tunakuwa na washiriki kutoka zaidi ya mikoa 10. Wanaweza kutoka Singida, Morogoro, Pwani, Iringa, Arusha, Mwanza. Kwa hiyo wanatoka sehemu mbalimbali kuja kuleta bidhaa zao. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba kwa mfano kama wanahitaji elimu ya kufuga kuku, tunamuunganisha na Mzungu wa Kichaga. Anataka elimu ya kufuga sungura, tunaunganisha na Uhuru Rabbits. Nataka kufuga samaki, tunamuunganisha na Happy Safe ambaye ni mzalishaji wa samaki. Kwa hiyo tunataka kufuga nyuki, tunaunganisha kwa vijana wanaofuga nyuki kutoka Singida, lakini pia tunaunganisha na idara ya nyuki inayodili na masuala ya nyuki na ufugaji nyuki ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa pia ni daraja. Yaani ukikutana na sisi una shida yako, sisi ni daraja. Unataka ushauri kuhusu masuala ya kilimo, ulime mazao gani? Labda nilime mbaazi aina gani? Au nilime dengu aina gani? Kwa hiyo sisi moja kwa moja tunakuunganisha na wale ambao ni wazalishaji. Na pia tunafanya kazi na mitandao. Kwa mfano tuna mitandao ya wanaolima mboga. Tunafanya kazi na mtandao wanaozalisha viungo ambao tutakuwa nao katika soko hili la mwezi wa 12 linalo kuanzia tarehe 20 mpaka 23. Tutakuwa na watu kutoka mtandao wa viungo. Yaani wao ni Tanzania Spices Association, nadhani wanaitwa kwa Kiingereza. Ni mtandao mkubwa sana ya wazalishaji wa bidhaa za viungo, tangawizi, mdalasini, iliki, namna gani wanazalisha, namna gani wanachakata, namna gani wanafungasha, namna gani wanauza ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo wale watakuweko na watakuja wengi zaidi ya 10 kwa sababu ni mtandao mpana. Kwa hiyo watakuwa pale kwenye banda lao wakionyesha bidhaa zao na kutambulisha viungo ambavyo mara nyingi tumezoea mdalasini, iliki, kuna viungo vingi ambavyo hatuvijui au tunavisikia vikiwa vimeshachakatwa. Kwa hiyo hatujawahi kuviona vinafananaje mwanzo. Kwa hiyo wao kazi yao ni kuja tu kusema kiungo hiki kinaanza hivi, tunachakata hivi, tunafungasha hivi na kinatumika kwenye vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapokuja pale sokoni, wale wanaotoka nje ya Dar es Salaam wanatuletea maarifa, ujuzi na bidhaa zinazotoka nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio faida yetu. Labda nikirejea kwake Mzungu wa Kichaga, nataka kufahamu pia kwa upande wako, umezungumzia hapa pia
kwamba unafuga kuku. Ni kuku aina gani ambao unawafuga sana? Mimi nafuga kuku wa kienyeji aina ya Krela, mbegu kutoka India. Ni mbegu nzuri sana na ni mbegu ambayo sasa hivi ndio tunasema inayowika kwa sasa hivi Tanzania hata East Africa kwa ujumla. Na ni mbegu ambayo imewatoa watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, nikiwa namaanisha kwamba kuku hawa ni wakubwa kiumbo na kuku hawa wanataga frequent. Nikisema frequent, wakianza kutaga wanataga moja kwa moja pasipo kusimama kutaga. Ina maana ni kuku tu wa mayai ama na nyama? Wa mayai na nyama. Na nyama yao ni nzuri sana, ina ladha, na mayai yao ni mazuri, ni ya kienyeji kabisa, na kienyeji cha njano, na ni matamu sana. Wanasema ni matamu, siku nyingine labda ungekuja nayo hapa. Inawezekana. Njoo sokoni. Unakumbuka mwezi ule wa 8 tulifanya soko la mwezi wa 8 na wa 9. Alikuwa amemaliza kuuza kuku, kamaliza kuuza kila kitu. Sasa watu wateja kashafungua soko la wateja. Watu wanakuja na anambia huko wapi, akaambia amemaliza. Unajua mwaka huu haitarudia tena Disemba kwa sababu watu wengi walisononeka sana kwa sababu tayari Disemba walinunua. Pasaka wakanunua. Kwa hiyo wakajua mwezi wa 9 watanunua. Bahati mbaya bidhaa iliisha kabla ya soko. Alikuwa wameshazoea ile bidhaa na wanafahamu utamu wake ulivyo. Kwa hiyo njoo sokoni. Karibu sana. Haya, asante sana, nitafika pale. Lakini Eva Kileo, mzungu wa Kichaga, nataka pia kufahamu kwamba wewe ni mtoto wa kike na kuna watu wa kike ambao kama wewe wanatamani kufika labda kama ulivyofika, au wanakuwa na mipango ya kufanya hivyo lakini wanashindwa. Labda wewe pamoja na changamoto ambazo zinakuwepo, uliwezaje mpaka ukafanikiwa hivyo? Nilithubutu, nikatia nia, nikaweka malengo. Ukifanya vitu vyote hivyo vitatu, unafikia malengo yako ambayo unahitaji katika maisha yako. Kwa hiyo nataka kuniambia kuna nguvu ya uthubutu. Yes, usipothubutu huwezi kufanikiwa. Usipotia nia huwezi kufika. Usipoweka malengo huwezi kufanikiwa. Labda kwa upande wako Dr. Vicensia Shule, ni mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini vile vile ni mratibu katika ili soko la wazi. Kuna mambo mawili hapo unakuwa unayafanya. Unawezaje kuweza kuyamudu yote kwa wakati mmoja? Nadhani kama binadamu kuna vitu tunafanya kama kazi na vingine tunafanya kwa sababu tunapenda kufanya. Kwangu mimi nafanya vyote pamoja. Kwa sababu mimi sio mtaalamu wa kilimo wala sitoki kwenye kilimo. Mimi natoka kwenye tasnia ya sanaa za maonesho kabisa. Lakini lengo langu siku zote ni kuona kwamba sanaa za maonesho sio tu zinaishia kuburudisha, lakini zinabadilisha maisha ya watu. Kwa hiyo kule kupenda kubadilisha maisha ya watu, kule kuona kwamba tunakuwa na mzungu wa Kichaga wengi, watoto wengi wa kike wanaingia kwenye biashara ya kilimo, ufugaji, lakini bado wanaweza kuwa na nguvu ya kushikilia soko. Kwangu mimi ni kitu kinachonifanya kwamba ni hata nisipolala ili niweze kutimiza yale malengo niliyoweka, najisikia faraja. Kwa hiyo haiwi kazi ngumu. Wasanii wa sanaa za maonyesho hizo umezungumza pia unatoka huko. Wenyewe mnawashirikisha vipi kuweza kuhakikisha kwamba hili soko la wazi linafanikiwa na wenyewe pia wanaweza kutumia soko la wazi kuonesha sanaa zao na kuonesha ni kwa namna gani uzalishaji wa bidhaa mbalimbali unaweza kufanyika? Kwanza tulipoanza hii kazi wao wenyewe mpata elimu. Yaani sisi wenyewe tunajifunza. Kwa hiyo kuna walioanzisha miradi yao midogo midogo ya kufuga, kulima na kadhalika. Lakini pia wakati wa soko kuna kucheza na watoto, kuwafundisha watoto kuchora, pia kuna muziki, kuna burudani. Kwa hiyo wanatoa huduma ile pia kukaribisha watu sokoni na kuwaelezea watu. Kwa hiyo tunatumia ile sanaa na uwezo wetu wa kuhusiana na hadhira kama sehemu ya kuwaleta watu karibu waburudike. Yaani ukiingia sokoni kwetu pale unapigiwa muziki, unakaribishwa. Hamna soko ambalo ukiingia utakaribishwa, utaambiwa unataka usaidiwe nini, upigiwe muziki. Na watoto pia sisi tunakupokea watoto, tunakwambia watoto wako wewe waweke pale wacheze. Wewe zunguka hata saa 3 nzima zinakutosha kuzunguka. Mtu anataka kushiriki saizi hapa, labda anakutazama kupitia Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, anataka kushiriki katika soko la wazi ambalo linakwenda kufanyika tarehe 20 mpaka 23 ya mwezi huu Disemba ya mwaka 2017, ikiwa ni siku za karibu kabisa na siku kuu ile ya Christmas. Anatakiwa kufanya nini ili aweze kushiriki? Ni rahisi sana. Anaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia mitandao ya kijamii. Tuko kwenye Instagram, Facebook, Twitter,
kwa kutumia Mkulima Market. Kwa hiyo ukiandika Mkulima Market Facebook, Instagram, Twitter utatukuta. Lakini pia kwa kutumia simu, kwa kupiga, kwa kutuma ujumbe wa kawaida au kwa kutumia WhatsApp. Tunapatikana kwa namba 0767 254 887. Yeah, 0767 254 887. Sawa. Hivyo ni namna ambavyo mtu anaweza akawatafuta kuweza kujua maelekezo jinsi ya kuweza, na ni rahisi sana kwa sababu ukituma ujumbe, ukituandikia email mkulimamarket neno moja @gmail.com, mtu atakujibu, ataongea na wewe, atakupa maelekezo. Ni rahisi sana. Mzungu wa Kichaga, vijana wanakutazama saizi hapa kupitia Mlimani TV, na wengi wamekuwa, kuna ambao wanahitimu masomo katika vyuo vya elimu ya juu, lakini wengine wanahitimu sekondari, wengine pia tu wapo mtaani wanawaza siku moja labda waweze kuajiriwa. Lakini wewe kwa upande wako nadhani umeweza kujiajiri, unawaambia nini vijana kuhusiana na swala zima la kujiajiri? Kitu cha kwanza nawaambia wasichague kazi. Asilimia kubwa ya vijana wenzangu wanachagua kazi, na katika maisha ya kuchagua kazi dunia tuliyoko sasa hivi imeshapita. Kwa mfano mimi ninapofuga sasa hivi, ukinikuta katika hapa nilipo, kama siposema mimi sio mfugaji usingeweza kunitambua kabisa. Yes. Kwa hiyo wasichague kazi, wafanye kazi yote ile mradi iwe salama na isiwe ya uvunjifu wa amani, labda niseme hivyo. Vile vile katika masuala ya ufugaji yana fedha nzuri sana, masuala ya kilimo yana fedha nzuri sana. Wasichague kazi kwa sababu pesa au fedha haina chata kwamba hii hapa imetoka katika mazingira safi au hii hapa imetoka katika mazingira ambayo ni machafu. Hela yote ya Tanzania ni hela moja. Hela unayopata ni kwenye kuku au kwenye kilimo, na hela unayopata wewe hapo unapolipwa yote ni na rangi moja. Labda umezungumzia hapa kwamba mbali na kwenye Mkulima Market pia shughuli zako zinafanyika sehemu nyingine, labda kumkumbusha tu mtazamaji kwamba ni sehemu gani ambapo wewe unafanyia hizo shughuli ili kama anaweza akafika pale, sababu kwa jina bila shaka akiuliza tu Mzungu wa Kichaga nadhani atakufahamu. Kwa asilimia kubwa mimi wakitaka wanipate zaidi waingie tu kwenye Facebook wakaandika Eva Kileo itakuja. Kwenye Instagram wakaandika Eva Kileo Mzungu wa Kichaga itakuja. Na vile vile hata anapopita kila mahali ninatumia chombo cha moto ambao ni gari ambalo lina matangazo kila mahali. Kwa mfano tayari kabla hata ya Mkulima Market tayari Dr. ashanipa ushauri nianze kuuza kabla. Kwa hata sasa hivi mwezi mzima wa Novemba tumeshaanza kuuza kuku karibia Kinondoni, wilaya ya Kinondoni nzima, Ilala, kote, tuseme Dar es Salaam kwa ujumla kote tunapita. Kwa ukiona tu gari imeandikwa Mzungu wa Kichaga basi ujue ni Eva Kileo anasambaza kuku. Tunauza reja na jumla pia. Kabisa. Kuku wa nyama au mayai ambao wanauzika sana? Kuku wa mayai ambao ni kuku wa kienyeji. Ndio wanauzika sana. Ndio pia ninaofuga mimi, sifuga kuku wa nyama. Yes. Kwa ni kuku wa mayai. Bila shaka kwa wale wapenzi wa kula chipsi, basi Eva yuko hapa Mzungu wa Kichaga. Basi bila shaka ile chipsi yako iwe nzuri kabisa, unaweza ukatumia pia mayai yake. Labda tukielekea kuhitimisha, Dr. Vicensia Shule, labda nataka kufahamu kuanzia kipindi mmeanza haya maonyesho ya soko la wazi ama Mkulima Market mpaka saizi muendelezo umekuwa vipi, kwamba watu wanaenda wanaongezeka ama inakuwa vipi hapo? Mabadiliko ni makubwa sana. Kwamba watu wanaenda wakiongezeka, wazalishaji wanaenda wakiongezeka. Kwa mfano mara mwanzo tulikuwa hatujaweka ukomo kwamba wazalishaji wangapi tunaweza kuwashirikisha kwenye soko, lakini jinsi imekuwa sasa inabidi tuweke ukomo. Huwezi ukawa na wazalishaji huwezi kuwa soko moja umeleta wazalishaji 10 walioleta bidhaa moja, wote labda wameleta asali, labda wote wameleta kuku. Kwa hiyo jinsi soko linakuwa mahitaji ni makubwa ya wazalishaji kuleta bidhaa. Kwa hiyo inabidi tuweke ukomo. Lakini pia ubora unaendelea ukibadilika. Kwa hiyo unaona mtu alianza Disemba, alipokuja mwezi wa 4 wakati wa Pasaka, akija wakati wa Idi, mambo yamebadilika. Kwa hiyo unaona kabisa kuna mabadiliko kwa sababu wanapokutana pale. Kwa mfano mtu anakuja anamwona Eva alianza bila gari Disemba, kafanya kazi hiyo miezi mitatu hapo katikati, mwezi wa 4 ana gari, tena sio tu gari linalotembea na chapa yake. Mwezi wa 9
sio tu anazalisha, ana vifaranga, ana mayai. Kwa hiyo ile kuona tu inamsaidia pia wale wengine pia kuongeza ubora bidhaa zao kabisa. Na ushiriki wa wadau wengine katika soko la wazi pamoja na serikali na wenyewe uko vipi? Kwanza tunashukuru kwamba serikali inatunga mkono, kwa sababu serikali ya mtaa kila siku tunapoambia tunataka kufanya kitu kama hiki, wanavutwa na sisi, wanatupa kibali, hawatusumbui. Ni kwamba tunataka kufanya soko pamoja, fanyeni, kibali kitafuata, baraka zetu tumeshawapa. Kwa hiyo serikali ya mtaa ni serikali. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba wametuunga mkono kwa muda mrefu. Lakini pia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni mahali ambapo wametoa fursa ya sisi kufanya soko la wazi kwa nia ya kutoa elimu, kwa nia ya utafiti, lakini pia kwa nia kama huduma ya jamii. Kwa hiyo uhusiano wetu kwa sisi na kwa upande wa serikali na taasisi za umma uko hivyo. Lakini kwa mashirika mengine tumekuwa na msaada mkubwa sana kutoka TanTrade. Watu wa Baraza la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi. Tumekuwa na watu binafsi ambao ni kampuni ambazo zimekuwa zinatunga mkono mara zote tunapoenda kuomba msaada kwa ajili ya matangazo, kwa ajili ya kulipia gharama ndogo ndogo, wamekuwa wanatusaidia. Lakini wengi ambao wametusaidia sana ni vijana. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wanaosoma masomo mbalimbali, wengine ni architect, wengine wanatoka kwenye masomo engineering, wengine wanatoka kwenye mashule ya biashara. Wao wamekuwa sehemu pia ya kusaidia hichi kitu kifanyike, kwa sababu wao wanakuja kujifunza na kutoa huduma ya kuwasaidia wale wazalishaji pale. Kwa hiyo na wasanii nawashukuru sana kwamba wametunga mkono. Kwa hiyo utaangalia, na pia kuna sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo wamekuwa wanaleta watu wake pale. Kwa hiyo utaangalia mkusanyiko huu umegusa kila mtu, anayeguswa anasaidia pale anapoweza. Kabisa. Na vijana mnapewa kongole hapa kwa kuweza kushiriki kwa kiasi kikubwa katika maonyesho haya ya soko la wazi ambayo huwa yanafanyika pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na mwaka huu ama kuelekea msimu huu wa Christmas ni tarehe 20 mpaka 23 pale. Ukifika pale utaweza kukuta kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza kuzalishwa pale, na nadhani bila shaka bidhaa hizi zitakuwa ni za hapa Tanzania. Kuelekea Tanzania ya viwanda, bila shaka tunaweza kufika tukiwa na watu kama Dr. Vicensia Shule pamoja na Eva Kileo maarufu kwa jina la Mzungu wa Kichaga kuweza kuchagiza mambo mbalimbali ya kuweza kupata ya kimaendeleo. Lakini vile vile kwa siku ya leo tumeweza kujifunza mambo mengi, ikiwa ni pamoja na swala zima la elimu katika ujasiriamali, lakini vile vile tumeweza kujifunza kuhusiana na kutoa huduma, sababu pia wanafunzi wa pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pia mbali na kwenda kupata elimu, lakini vile vile wamekuwa wakishiriki katika kutoa huduma, lakini utafiti pamoja na nafasi ya sanaa katika kuhakikisha kwamba vijana pamoja na taifa wanaweza kupata maendeleo. Basi mpaka kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada, kwa sababu naona wakati ukiwa unanivuta shati, na siku zote Waswahili wanasema wakati ni ukuta, ukibishana nao utaumia. Basi itakuwa ni busara zaidi nikiwashukuru wageni wangu kwa kuweza kufika na kuweza kutupatia kile ambacho ni bora kabisa katika upande mzima wa elimu. Mtazamaji wa Mlimani TV, na kama ilivyo ada, Mlimani TV kila siku huwa tunakwambia elimu kwanza. Kumbuka kwamba ulikuwa na Shaban Maulidi katika sehemu hii ya Jahara, lakini vile vile tulianza na sehemu ya Semavyo magazeti, ambapo Goodluck Paul alikuwepo hapa akikujuza kile ambacho kimeandikwa katika magazeti kwa siku hii ya leo. Basi katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi hatuna la ziada, nikusi uendelee kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Mlimani TV. Kila siku tunakwambia elimu kwanza. Nikutakie wakati maridhawa.